amefundisha ndoa katika njia ambayo iliyokuwa ni rahisi, ni simple, very last, yani rahisi, urahisi wake uliokuwa umepitiliza. Madam tu zile shuruti pamoja na nguzo zikawa ni zenye kutimia, basi jambo hilo linakuwa ni muwafaqatan, tayari lenye kuwa ni muwafaq, limekubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na utakaposoma aya za Qur'an, zipo aya kadhaa wa kadhaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahimiza jambo hilo kuwa liwe ni lenye kufanyika. Lakini pia ukiangalia hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazo kuna riwaya nyingi ambazo zimepokewa zikihimiza jambo kama hilo. Lakini zipo riwaya nyingi ambazo zimekataza masala ya mahusiano ya ndoa kabla ya ndoa. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Lakini pia ipo aya nyingine katika sura an-Nisa, Mwenyezi Mungu anasema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ndugu zangu katika imani, tukianza na aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, kwamba kwa hakika miongoni mwa ishara, miongoni mwa dalili wa uwepo na ukubwa wa Allah tabaraka wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ni kuwaombea nyinyi kutokana na nafsi zenu wenyewe, kuwaombea wake. Kwa nini? Litaskunu ilaiha, ili muweze kupata utulivu. Lakini waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Mwenyezi Mungu akajalia baina yenu mawaddatan, mapenzi, wa rahma, na huruma wa hali ya juu, huruma ya kupitiliza. Mke amhurumie mume na mume anamhurumia mke wake. Anasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Lakini hilo au hayo, kuna ishara, kuna alama kwa watu wenye kufikiri, wenye kutafakari, watu ambao wasiokuwa wavivu wa kutafakari, wasiokuwa wavivu wa kufikiria, basi kutakuwa na alama, kutakuwa na ishara, kutakuwa na mengi ya kujifunza katika jambo hilo. Uzao katika imani. Kwa hiyo tunaona Allah tabaraka wa taala katika aya hii namna gani ambavyo alivyokuwa ameelekeza kutoa umuhimu baina ya mke na mume kuweza kukaa pamoja, lakini pia wakiwa tayari wameshafanya nusura. Na Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, fankihu ma taba lakum minan nisa, oeni katika wale ambao wanawake mnaowapenda. Jaa rajul bisual, kuna mtu alikuja na swali akimuuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umetuambia fankihu, hiyo aya inasema fankihu ma taba lakum minan nisa, kwamba oeni katika wale ambao mnawapenda katika wanawake. Je, wale ambao wabaya atawaoa nani? Swali likaja. Lakini kwa kuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni bingwa wa kufikiri, ni profesa, ni mwanafalsafa mkubwa, akasema tu kwamba hakuna mbaya duniani, na hivyo ndivyo ilivyo. Huyu akiwa mweusi, mwingine atakuwa yuko hivyo, mwingine atakuwa yuko mweupe. Ala kulli hali, kuwa hakuna yule ambaye Mwenyezi Mungu anasema laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile lililokuwa zuri lenye kupendeza. Kwa hiyo utakayemwona wewe huyu hakuvutii, mwingine atamvutia. Utakayemwona wewe kama huyu mimi sijapendezewa naye, mwingine atapendezewa naye, na maisha yatakuwa yenye kusonga. Itathibiti aya Mwenyezi Mungu anasema laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile lililokuwa zuri na lenye kupendeza. Kwa mwanadamu yoyote unayemwona wewe, awe mweusi, awe mweupe, awe mfupi, awe mrefu, huyu awe mwembamba au mnene, tambua tu kwamba ana umbile lenye kupendeza ambalo Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ametusifia, lakini pia umbile hilo hakuwapa viumbe wengine. Kwa hiyo fankihu ma taba lakum minan nisa, uweni katika wanawake ambao mnawapenda. Ndugu zangu watukufu katika imani, Bwana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwahi kusema kuwa tazawwaju wala tatallaqu. Japokuwa hadithi hii kuna wengine wanasema baadhi ya riwaya zake katika silsila diraya wa riwaya hazijakuwa na mashiko sana, lakini yote ni katika inahimiza khair. Anasema tazawwaju wala tatallaqu fa inna talaqa yahtazu minhu al-arshur rahman, kwamba oeni wala msiache, kwani talaka inatikisa arshi ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia ipo riwaya nyingine, hadithi nyingine, mtume anasema ya ma'shara shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj, kwamba enyi kundi la vijana, yeyote atakayeweza miongoni mwenu basi falyatazawwaj, aoe, kwani kufanya hivyo aghaddu lilbasar, inakuwa ni kinga katika macho, kutokuwa na macho ya juu. Lakini anasema wa ahsanu lilfarj, inakuwa pia ni stara, mtu kuweza kujistiri. Lakini pia atakayeshindwa kufanya hivyo anatakiwa aweze kufunga. Zipo taratibu ambazo ulama wametuelekeza namna gani ya kufanya. Lakini yote kwa yote, msingi wa yote kwamba tunaambiwa fankihu, watu wanatakiwa wafanye nini? Waweze kufanya nusra, waoe. Na unaweza ukajiuliza kwa nini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameanza ya ma'shara shababi, kwamba enyi kundi la vijana. Kwa nini? Kwa sababu tu kuwa vijana ndio wenye damu wenye kuchemka zaidi damu zao. Lakini yoyote yule akiwa mtu mzima, mtu wa makamo, kama tu anakuwa hajafanya nusura au hana mke kwa kipindi hicho, anatakiwa afanyaje? Aingie katika swala zima la nusura. Ndugu zangu katika imani, ibada ya ndoa au suala la ndoa katika Uislamu limepewa heshima kubwa, limepewa nidhamu ya hali ya juu, na kuona kuwa watu watakapokuwa mke na mume wakaa pamoja ndio wanaweza wakapangua masala ya kimaisha na maisha yakaweza kusonga na kwenda mbele. Lakini pia kitapatikana kizazi ambacho kizazi hiko kitakuwa hakina shubuhati, kwamba kimepatikana kizazi ambacho sio katika njia sahihi, sijui vipi. Lakini ala kulli hali kwamba watu watakapokuwa wameshafunga ndoa, anapatikana mtoto ambaye yupo ndani ya ndoa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema kuwa oeni, kwani itakuwa ni fahari siku ya kiyama kuja kujifakharisha mimi kwa manabii wengine au kwa mitume wengine kwa wingi wenu nyinyi kuwa ni wengi, lakini pia mnatukana na kizazi kilichokuwa kipo sawa sawa katika maadili ya dini yetu tukufu ya Uislamu. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, leo hii kumeibuka mtazamo au taswira nyingine mpya ambayo kwa namna moja au nyingine inakwenda kuwarudisha nyuma vijana, kuwarudisha nyuma mabinti wasiingie katika ndoa, kisa tu kwamba kuna ndoa zinazoitwa kuwa ni ndoa za uji. Lakini Uislamu haujatambua wala hautambui ndoa inayoitwa kuwa ni ndoa ya uji. Na kwa nini watu hawa waite kwamba ndoa hizi ni ndoa za uji? Yaani mtu akioa, kwa mfano kama kipindi hiki cha mwezi wa Shaaban kuelekea Ramadhani, kijana akaenda kufunga ndoa, binti akawa amefunga ndoa, ameolewa binti, anaambiwa ndoa hii ni ndoa ya uji. Kufanya hivi inakuwa ni sawa na kuwa discourage, yani kuwarudisha nyuma, kuwavunja moyo watu, kuwavunja moyo vijana ambao wanaokwenda kuiendea hii ibada adhimu. Kwani mahusiano ya ndoa kabla ya ndoa ni haramu, yamekatazwa na yamekemewa, na watu hawa wakaamua waingie katika ibada ya ndoa, hasa kipindi hichi ambacho wanaelekea katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alafu leo hii wewe unaibuka unakwenda kusema kwamba ndoa hizi ni ndoa za uji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sawa, pengine unakusudia na ndoa wanapofikiria kwamba wakiita ndoa ya uji ina maana ni ndoa ambayo inavunjika kirahisi, inavunjika kwa haraka, inapatikana kwa haraka na inavunjika kirahisi au kwa haraka vile vile. Lakini fahamu ya kwamba kuvunjika kwa ndoa sio tu lazima iwe ndoa hiyo ambayo inaolewa kipindi kama hichi cha mwezi wa Shaaban kuelekea Ramadhani. Lakini pia kudumu kwa ndoa sio kipindi hichi. Kuvunjika kwa ndoa inategemea na wanandoa hao, sio tatizo la ndoa au nyakati iliyofungwa ndoa. Kuvunjika kwa ndoa itakuwa ni kwa sababu tu aidha wanandoa hawa
wamekosa takwa, ucha Mungu. Wanandoa hao wamekosa hofu ya Allah tabaraka wa taala. Wanandoa hao wamekosa elimu. Wanandoa hao wamekosa mapenzi baina yao, si vingine. Kwa hiyo zipo ndoa ambazo zimefungwa kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, zikadumu watu hao mpaka wakazeeka, wakapata na wajukuu, wakafa, wakazikana. Na zipo ndoa zilifungwa kipindi kingine kabisa, zikawa sio zenye kudumu. Lakini makusudio ya ndoa ni watu wadumu, watu waishi mpaka mmoja atokezee, atangulie mbele ya haki na mwingine aje amziki mwingine. Kwani Mwenyezi Mungu Tabaraka Taala ameshatoa muongozo kwamba hata ikitokezea, kwa sababu ni watu wawili ambao wanakwenda kukutana na kuishi pamoja, huyu kalelewa huku na huyu kalelewa kule, tabia zao pengine hata makabila wako tofauti, hawawezi kumacha na kitu chochote, lakini wanatakiwa waweze kuishi, wapate watoto, wapate wajukuu, wajenge familia na maisha yaendelee. Kwa hiyo miongozo na taratibu ambazo zimetolewa. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha. Mwenyezi Mungu anasema endapo kama itatokezea changamoto, ikhtilaf, changamoto kidogo baina ya wanandoa hao wawili, basi wakati anatakiwa wasofu wenyewe kupitia busara na hikima zao. Lakini ikishindikana hapo, basi anatakiwa atafute mtu mwenye hikima au watu wenye hikima upande wa kwa mke na watu wenye hikima upande wa kwa mume, au mtu mwenye hikima upande wa kwa mume, wakutane waweze kubadilishana fikra, waweze kutoa nasaha. In yurida islah, endapo kama watu watakuwa wanataka nini? Islah. Mwenyezi Mungu atawafanyia wepesi na islahi itakuwa ni yenye kupatikana, maisha yataendelea. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ukimwona mtu anaweza kubughudhi, ukimwona mtu ana mtazamo wake kuona kwamba ndoa ya uji, ndoa ya iftari, ndoa si ya vipi na vipi, mtu huyo sema tu dhalika mablaghuhum min alilm, kwamba huo ndio upeo wake, uwezo wake wa kufikiria, uwezo wake wa kielimu ni hapo. Lakini ndoa katika Uislamu ni ndoa tu. Ndoa katika Uislamu ukifata taratibu zake, zikakamilika shuruti zake, zikakamilika nguzo zake, taratibu zake zote zikakamilika, ndoa hiyo inakuwa ni ndoa kama ndoa zingine ambazo Allah Tabaraka wa Taala ameziamrisha. Ndoa hiyo inakuwa ni ndoa muwafaqatan, inakuwa ni ndoa yenye kusihi kwa mujibu na taratibu za dini yetu tukufu ya Uislamu. Wa ilahuna atawaqaf wa hadha